Ni takribani kilomita 1246 kutoka Dar es Salaam hadi mkoa wa Kigoma, na sisi kama timu ya Tanzania Panorama Media tuliamua kufunga safari kutoka Dar es Salaam mpaka mkoani huko, yani inamaanisha Kigoma, na lengo lilikuwa ni moja tu, kwenda kutembelea kumbukumbu mbalimbali za kihistoria zinazopatikana katika mkoa huo. Tulifanikiwa kufika katika eneo hilo la Ujiji na tulipata kukutana na mwenyeji wetu Mzee Ngovola Mbingo. Jina lake maarufu unampata kama German Iron. Mnara huu kabla haujajengwa ulikuwepo mti wa mwembe kama huu, ambayo chini yake ndipo Henry Morton Stanley alipomkuta Dr. Livingstone. Wengi hawajatembea sehemu hii, wanapona hii ramani ya Afrika na msalaba, wanasema kwamba ni kaburi ya Livingstone. Kumbe maana yake Waingereza ndio wanzisha dhehebu Anglican Church Africa. Maana miaka nyuma kule Uingereza, hata ukiwa na degree 3 wewe sio muumini wa dhehebu la kanisa, uwezo wapata kazi ya juu, wanasema kwamba mtakwenda usema uongo, maana humjui Mungu. Yeye Livingstone alizaliwa katika mji mdogo wa Blantyre huko Scotland tarehe 19 March mwaka 1813. Noti Blantyre, Malawi. Yeah, Blantyre, Scotland, yes. Yeah. David Livingstone experienced a hard life, but he managed his thought until he became medicine, a doctor and a missionary. David Livingstone came to Africa at different times. Safari yake ya kwanza ilikuwa mwaka 1841, aitembea huko Afrika Kusini. Mwaka 1843 Livingstone alioa mtoto wa Robert Moffat, alikuwa anaitwa Mary Moffat. Alizaa nao watoto 3, wanaume wawili na mtoto mmoja wa kike, 2 sons and 1 daughter. Unfortunately, his wife died of malaria at Shupanga in Mozambique. In 1852, he then sent his offerings to Europe for studies. Safari yake ya pili ilikuwa mwaka 1859, aitembea Afrika ya Kati. Alienda mpaka kwenye mto Zambezi ulioko huko Zambia, akaubatiza kwa Victoria Falls yale maporomoko. Akarudi Uingereza. Livingstone alivyokuwa kwa Uingereza katika chuo cha Cambridge alizungumza hivi, wao waliandika hivi: David Livingstone very much remembered as on the explorers who opened the path to Africa for commerce and Christianity. This started from his own call. He made at Cambridge when he said, I quote him, I know that in a few years I shall be cut off in that country which is now open. Do not let it shut again. I go back to Africa to try to make an open path for commerce and Christianity. Carry out the work which I have begun. I leave it to you. The end of quoting his words. Sasa kwa Kiswahili kifupi ilikuwa kama vile kuna washawishi wazungu wenzake waje Afrika. Safari yake ya tatu ambayo ndio mwisho ilikuwa mwaka 1866. Safari yake anza kumikindani Mtwara, mwanzoni mwa mto wa Ruvuma, akaenda na mpaka kwenye ziwa Nyasa, akaelekea magharibi, akafika kwenye ziwa Bangweru na ziwa Mweru. Hatimaye alifika kwenye mto Lualaba huko Manyema nchini Kongo. Huko akuta Waarabu na Waswahili walikuwa wanaendesha biashara ya utumwa. Alipatwa na homa, akajitibu akapona. Akafanya safari yake ya kuja Ujiji. Njiani alipatwa na homa, akapumzika hapa chini ya mto Mwembe kiasi ya miezi 4. Ambapo ni hapa sasa. Hapa kwenye mnara. I see.
Kumbe ilikuwa hospitali ya Dr. Livingstone. Alichukua mwaka mmoja anatumia sehemu mbalimbali. Aliondoka hapa Ujiji akaelekea Burundi mpaka Uvira, akarudi tena hapa Ujiji. Alivyokuwa akirudi Livingstone, alikuwa anakutana baadhi ya vifaa vimeibiwa kama vile chakula, dawa, nguo na mahitaji mengineyo. Kuanzia mwaka 1866 mpaka 1869 kulikuwa hakuna habari yoyote kuhusu Livingstone. Huko Ulaya wakawa na hizo saa kwamba Livingstone alikufa. Kulikuwepo na gazeti moja inaitwa New York Herald, likawa limemtoa ripota Henry Morton Sandlin aje Afrika Mashariki kumtafuta Livingstone akiwa hai au amekufa, apeleke ripoti sahihi. Stanley alivyowasili Bagamoyo, aliuliza missionary Dr. Livingstone, wakamwambia usawa kwamba kuna jiji kana kwetu wa Ujiji huko magharibi karibu na ziwa Tanganyika, kuna mzungu anaonekana katika maeneo hayo. Stanley aliambatana na msafara watu kumebeba mahitaji tele, akifuata njia kutumia watumwa na Waarabu. Wageni wangu, njia hii ni nzito kuliko maelezo. Mimi mzee wenu nimeshaitembea awamu 3 kutoka Ujiji kwenda Bagamoyo kwa mguu. Tanzania nzima hakuna mtu anaweza kuelezea hii njia ya watumwa zaidi yangu mimi, hayupo. Maana mwaka 2014 nilikuwa nimeongoza wazungu 60 kutoka Marekani. Waafrika ilikuwa ni kutoka Mali, Namibia, Afrika Kusini, Mozambiki, Zambia, Malawi, Kongo, Burundi, Rwanda, Uganda, Sudan, Djibouti, Ethiopia, Kenya. Vijana kama hivyo 100. Ambayo safari yetu ilianzia hapa. Kambi ya kwanza ilikuwa Kazwamemba, kambi ya pili kwa Mpeta, kambi ya 3 ilikuwa Usinge, Usinge Kaliua, Kaliua Urambo, Urambo Usoke Tabora. Pale Tabora mjini kuna hostel moja Roman Catholic nzuri, tumejengwa mfano wa gorofa. Vijana 40 wakanambia kwamba piga garagaza, sisi hapa tutoke, miguu imevimba alafu na malengelenge, na wale wazungu kichoka narudishwa kwenu. Tukabakia 60. Tumepiga mwendo kufika Dodoma mjini. Kuna hostel nyingine ya Roman Catholic mle katikati ya mji. Wengine 40 wakasema kwamba sisi hatujaua, hatuwezi kujiathiri maisha yetu kwa ajili ya fedha. Hapo ndio mwisho wao, na wao kasalenda kaenda, tukabakia 20. Lakini wazungu bado wamenea 60. Tumetoka pale Mpwapwa, Kilosa, Kimamba, Morogoro. Ukifika Morogoro kule kama nakwenda pwani, kuna mzungu mmoja alichukua eneo kubwa akajenga fence, akajenga hostel panaitwa Irish. Pale akachoka binti mmoja kutoka Sudan, maana Sudan wakuja binti wawili na mvulana mmoja. Mimi tangu kuzaliwa kwangu nilikuwa sijui mtu mweusi, nilikuwa sawa wa Tanzania weusi, kumbe Tanzania weupe. Wale watu ni weusi wa Abraham, anakaa pale sasa, kumbe yule ni sokwe. Lakini wazuri. Kama wewe kijana uweze kukosa kutuma barua ya posta za jamaa na kama ni posta hivi. Tukabakia 19. Tumeondoka pale, tumekwenda kwa ile pole Ngerengere kama kwenda Chalinze, ndio akachoka mzungu mmoja. Na yeye akatangua Mbezi Beach kutusubia. Tulikwenda kufika pale Chalinze, kuna barabara inakwenda Arusha. Ukifika kule mbele kuna nyingine inakwenda Msata. Kabla hujavuka ile daraja la Ruvu tulala hapa, maana kutoka pale kufika Bagamoyo saa 3:30 kwa tumefika pale Msalabani. Ndio nilipopewa jina la German Iron, yani chuma cha Mjerumani.